Hello, habari. Karibu nifunze tech. Mimi ni Herman. Leo tunaanza safari mpya kabisa kupeleka kwa expert wa technology. Tunakwenda kujifunza kwa vitendo ili uwe expert wa kweli. Karibu kwenye somo letu la kwanza la HTML. Katika video hii ya utangulizi, tutaenda kuangalia mambo matatu ya msingi. Kwanza, HTML ni nini hasa? Pili, tutakwenda kuangalia inafanya kazi gani website, na mwisho utajifunza ni wapi HTML inatumika katika ulimwengu wa sasa wa kidijitali. Hakikisha unatazama mpaka mwisho ili usipitwe na logic yoyote. Tuanze kuangalia nini maana ya HTML. Watu wengi wanadhani HTML ni programming language kama C++, Java, Python, PHP, lakini ukweli ni kwamba HTML ni markup language. Ninapozungumzia markup language, ni lugha ambayo inatumia alama. Kazi yake ni kutumia tags kuiambia browser jinsi ya kupanga vitu katika website. Unapozungumzia hypertext, inamaanisha maandishi au picha zinazounganisha na kurasa nyingine. Yaani maana yake zinakuwa na uwezo wa kumruhusu mtu kutoka ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Kwa lugha nyepesi ni kama vile unatengeneza links katika zile kurasa, kwa sababu katika website tunazungumzia ni mkusanyiko wa kurasa mbalimbali, ambazo zile kurasa zinakuwa ni kurasa ambazo ni related, lakini pia ni kurasa ambazo zinakuwa zimeunganishwa. Kwa hii inamruhusu mtumiaji kuweza kutoka ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Labda unajiuliza, nikishajifunza HTML nitaitumia wapi? Jibu ni kila mahali. Kwanza, website zote unazozijua kama Google, Facebook, msingi wake mkuu ni HTML. Pili, hata zile apps unazotumia kwenye simu yako nyingi zinatumia HTML kuweza kuonyesha maandishi. Na tatu, kwenye email marketing. Of course kuna muda unapokea emails. Zile emails zinakuwa ni email ambazo zinakuja na picha, labda kunakuwa na button labda kwa ajili ya kubuy now. Zile pale ni email ambazo ni email special sana. Sio email za kawaida, ni email ambazo zimetengenezwa kwa msingi pia wa HTML. Kwa HTML ni ujuzi wa soko la dunia. Sasa tuingie kwenye vitendo, tuangalie HTML inafanya kazi gani. HTML inafanya kazi kama mifupa ya website. Ninapozungumzia inafanya kazi kama mifupa ya website, maana yake HTML inakuwa ina communicate na browser yako, kama ni Google Chrome au ni Mozilla Firefox, kwa ajili ya kufanya kazi yake. Sasa HTML inakuwa inaiambia browser kwamba hapa naomba uweke sehemu ya header, kama inavyoonekana hapa kwenye mchoro wetu huu wa website, kwamba niwekee sehemu ya header. Ninapozungumzia header, hii ni sehemu ya juu katika website, ambapo hapa mara nyingi tunakuwa tunaweka labda kama ni jina la kampuni, utaiweka hapa kwenye sehemu ya header. Logo ya kampuni pia inakaa kwenye sehemu ya header, na muda mwingine pia kunakuwa na menu ambazo zinamsaidia mtumiaji kuweza kutoka ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Lakini pia HTML pia inafanya kazi ya kuiambia browser kwamba hapa naomba weke navigations. Nikizungumzia navigations, hii ni kama dira ya website, kwa sababu ndo inatoa muongozo, ndo inamsaidia mtumiaji haweze kutoka ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Kuna baadhi ya website, kama ushakuangalia baadhi ya website, unakuta wameweka hapa, kunakuwa na home, kunakuwa na about us, kunakuwa na contact. Hizi tunazita ni navigations. Sasa structure yake tunaitengeneza kwa kutumia HTML. Lakini pia HTML inafanya kazi ya kuiambia browser kwamba hapa naomba uweke body. Nikizungumzia body, hii ndio tunasema kwamba ni main. Hii ndio sehemu kuu katika website, sababu kwenye hiyo sehemu ndipo unapoweka maudhui yote ambayo yanaonekana kwa mtumiaji yanakaa katika sehemu ya body, kama inavyoonekana hapa. Hii lote ni eneo la body, kuanzia hapa kushuka paka hapa, ili ni eneo la body. Katika eneo la body ndani pia unaweka na hyperlinks. Nikizungumzia hyperlinks, haya ni maandishi, inaweza kawa ni maandishi au picha, ambapo ndani yake kunakuwa na linki. Maana yake ukibonyeza yale maandishi au ile picha, maana yake inakuwa na uwezo wa kutoa kwenye ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Hii hapa inaweza ikawa ni nje ya website labda, au inakupeleka ndani. Kama nilivyozungumzia, kunakuwa na maudhui, ambao mara nyingi maudhui haya pia unaweza pia ukayapangilia katika mfumo wa cards. Nikizungumzia cards, hapa tunakwenda kutumia
material cards kama zinavyoonekana hapa. Hizi material cards ni kama vile viboksi tu, ni viboksi ambavyo vinatusaidia sisi kuweza kuorganize taarifa zetu. Kwa maana yake kama utakuwa una taarifa ambazo ni fupi fupi, taarifa ambazo sio ndefu sana, unaweza ukazipangilia katika mfumo wa cards. Tutaona jinsi gani ya kutengeneza hizi cards. Pia HTML inafanya kazi ya kuiambia browser kwamba hapa naomba uweke footer. Nikizungumzia footer ni hii sehemu ya chini katika website yetu. Sehemu ya footer hii ni sehemu ambayo inakuwa imewekwa taarifa za hakimiliki, copyright za website yako kama inavyoonekana hapa. Hii hapa ni copyright 2021. Pia kama pia kutakuwa pia na social media links, unaweza pia ukaziweka katika sehemu ya footer. Kama pia kuna address pia unaweza pia ukaweka katika sehemu ya footer. Hata kama ukihitaji kuweza kuembed Google Maps ambayo itakuwa inaonyesha physical location yako ya ofisi yako inapatikana wapi, basi kwenye sehemu ya footer pia unaweza pia ukaweka hiyo ramani yako, yani ukaiembed. Hivyo basi HTML sio style kama vile CSS, sababu HTML yenyewe inafanya kazi ya kutoa amri, inatoa structure kwamba inaiambia browser hapa ni sehemu ya juu ambayo ni sehemu ya header, hapa ni sehemu ya kati ambayo ni sehemu ya body, na hii ni sehemu ya chini. Hivyo ndivyo HTML inavyofanya kazi. Asante sana kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa utangulizi huu. Kumbuka huu ni mwanzo tu wa safari yako ya kuwa expert. Kwenye video inayofuata tunaenda kuingia live kwenye coding na kuanza kuandika HTML yetu ya kwanza kwa vitendo. Kama mpenda somo hili, like video hii, subscribe na share kwa mwenzako. Asante, tukutane kwenye video inayofuata.